Basi kwa namna ya kipekee nikianza na kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye alituwezesha kukutana hapa, lakini pili, kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa nikukaribisha sana kwa Askofu Mkuu katika mkoa wetu. Naomba tumshangilie. Ujio wetu wako kwenye mkoa wetu ni faraja kubwa na umetuletea baraka tele kwa wananchi wote, lakini katika mkoa mzima wa Tabora. Sasa furaha hii tunayo, ambayo wote tunayo, inatokana na hii kazi kubwa ambayo nyewe wenyewe pamoja na sisi viongozi kwa pamoja tumeshirikiana, hatimaye kanisa letu likaweza kukamilika. Na tukisoma katika kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 9, utukufu ule wa kwanza uliokuwepo kabla kanisa hili halijajengwa sasa umehitimishwa, na sasa hivi tunafurahi zaidi kwa mambo ya kanisa. Kwa hiyo Baba Askofu Mkuu, mimi binafsi mkono wangu uko hapa, nilichangia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amechangia, lakini madari wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amechangia. Naomba tuchangie. Tushangilie Mungu kwa makofi mengi. Lakini Baba Askofu Mkuu, la pili kubwa ambalo tuseme kama serikali, mchango wa EAGT katika nchi yetu ni mkubwa sana. Katika nyanja mbalimbali za maendeleo, huduma za afya, huduma za elimu na miradi mbalimbali ya kijamii, kwa sababu tunaiona. Lakini kubwa zaidi, Baba Askofu Mkuu, ni namna uongozi wa kanisa unavyoweza kusimamia maadili, unavyoweza kuwa kielelezo cha maadili na amani katika nchi. Na waumini wote kama mlivyo ni wazalendo na pamoja ni watu wazuri sana, na Mwenyezi Mungu awabariki. Tunahitaji wananchi kama nyie ili tuweze kuleta maendeleo katika nchi yetu. Bila maadili, bila imani hii ya Kristo, bila uzalendo wenu, upendo wenu, umoja wenu, hata maendeleo katika nchi hii hataweza kutokea. Sasa niwashukuru sana kwa kuongeza. Tunasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 9. Heri wapatanishi, kwa maana wataitwa nani? Yeye nimepata taarifa ya wapatanishi wazuri sana, hongereni sana. Na kama nilivyosema, sisi serikali pamoja na EAGT tutaendelea kushirikiana katika nyanja mbalimbali. Na kama mlivyosikia, mpongeza na mchungaji wetu Rashid, umekuwa karibu sana na sisi serikali, umetushirikisha mambo mengi pamoja na ile maamuzi ambayo tulikamata ile papeli alikuwa na tabiri wananchi. Kwa hiyo hongera sana kabisa kwa ushirikiano huo ambao tunaweza kufanya. Lakini Baba Askofu Mkuu, mchungaji Rashid pamoja na wachungaji wengine wanashiriki vizuri katika kamati yetu ya maadili ya amani na maadili katika mkoa wetu wa Tabora, na ushirikiano uko vizuri sana, na ndivyo inavyotakiwa ili kuweza kuleta maendeleo. Sasa Baba Askofu Mkuu, niruhusu niongelee jambo muhimu sana ambalo halihusu tu kanisa hili la EAGT, inahusu makanisa yote, lakini pia hata wenzetu wa Waislamu. Samahani Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambao wewe huko, lakini viongozi wote ambao kwa mzakuna ambao wewe, na waheshimiwa sana watu wakubwa kabisa ambao wamefuatana na Baba Askofu Mkuu. Mimi ni mtaalamu wa mambo ya mikakati, na unapojaribu kuangalia makanisa kwa sasa lazima uangalie kwa upeo wa hali ya juu, tena hasa kuanzia miaka 2000 hadi sasa na kuendelea. Makanisa yetu yanakabiliwa na changamoto kubwa ya mabadiliko ya utamaduni duniani. Naomba nirudie, makanisa yetu pamoja na wenzetu wa dini ya Kiislamu ambao tunaamini Mungu mmoja, tunakabiliwa na mabadiliko makubwa ya tamaduni za dunia. Na mojawapo ya utamaduni ambao unatuathiri
wote, na hakuna mtu ambaye yuko salama, na kila mzazi lazima awe na wajibu wa kumchunga mtoto wake. Ni hii changamoto ya ushoga na ndoa za jinsia moja. Baba Askofu Mkuu, kulingana na taarifa niliyofanya uchambuzi leo asubuhi, tunavyoongea sasa hivi duniani kote kuna nchi 35 hadi 40 ambazo zimehalalisha ndoa za jinsia moja. Kwa hiyo mababa wawili mnaenda altareni ili kwenda kufundisha ndoa na mandevu yenu. Maajabu kabisa. Lakini kuna nchi 130 ambazo zilihalalisha kisheria mahusiano ya jinsia moja. Kuna tofauti kubwa katikati ya mambo mawili. Yaani ukikuta mababa wawili, vijana wawili wamekaa wanajiita wenyewe wapenzi. Kwa hiyo kuna mabadiliko yaliyotokea na nimeona yanaanzia mwaka 2000. Tena katika muda. Kuanzia mwaka 2000 mpaka sasa. Mataifa mpaka tunavyoongea wako watu ambao wanabadilisha sheria ili kuhalalisha ndoa za jinsia moja, lakini pia kuhalalisha mapenzi ya jinsia moja. Sasa kwa nini nimesema hivyo? Nimesema hivyo kwa sababu wenzetu sasa wanatumia mbinu mbalimbali, teknolojia mbalimbali, mikakati mbalimbali kuhakikisha kwamba na sisi tunafuata hizo tamaduni. Na niseme bila hofu, Baba Askofu Mkuu, sisi makanisa sisi hatujajua chanzo na wala hakuna hata mmoja tunaweza tukamtuhumu. Naomba niseme ukweli, kwa sababu ni jambo ambalo linaanza kwa wenzetu linakuja kwetu kupitia mikakati mbalimbali. Sasa tunachotakiwa kufanya ni kuwa makini na wenzetu hawa ambao wanatuingizia hii mipango kwa njia mbalimbali, kwa njia ya utandawazi, kwa njia ya filamu, kwa njia ya makongamano na njia nyingine ambazo shetani anazitumia ili kutuharibia watoto wetu. Kwa sisi serikali tunatambua mchango mkubwa sana wa EAGT katika kupambana na vitendo kama hivyo vya kishoga, lakini vitendo vyote ambavyo vinakiuka maadili ya Tanzania. Tuwapongeze sana kwa taarifa tulizonazo. Jambo la msingi sana pale tunapoona kuna viashiria au dalili zozote zile, tushirikiane, viongozi wa makanisa pamoja na serikali tushirikiane ili kuweza kuitokomeza hivyo vitendo. Na inahitaji intelijensia ya kuweza kugundua. Na unaweza kusigundua kwa sababu kama nilivyosema, Tanzania ni nchi ambayo sisi hatujahalalisha mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa kuwa wanajua kuhalalisha, basi watakuja kwa mbinu mbalimbali ili kuweza kupotosha watoto wetu. Lakini Baba Askofu Mkuu, nishukuru sana kwa namna ambavyo kanisa lako linatoa ushirikiano na sisi hapa mkoani, lakini katika taifa kwa ujumla, kuhakikisha kwamba tunatokomeza vitendo vyote ambavyo haviendani na utamaduni wa Tanzania. Mwisho kabisa, niombe kwako Baba Askofu Mkuu, tunaona kutokana na mabadiliko ya teknolojia duniani na utandawazi, matumizi mabaya ya teknolojia katika kueneza neno la Mungu imeibuka. Nadhani ndani ya kama miezi 3-4 imeibuka sana. Yaani kuna watu wanatumia artificial intelligence na kilimnemba. Kunakuwa na mchungaji, wanatengeneza mchungaji, nadhani ni mchungaji fake. Alafu na mgonjwa ambaye unakuta kumolani linaanzia mpaka hapa. Anamwombea. Sasa kama ni mapepo yametoka basi usijaona. Lakini unakuta mapaka yanatoka, unakuta mbuzi wanatoka, na viumbe vya ajabu, nyoka, tunaona manyoka makubwa, tunaona mapanya, vyura, hata na mikrobe wanatoka. Lakini kuna moja ile tukisoma katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 2, tunaagizwa kukemea kwa ukali kwa nguvu zote vitendo kama hivi, kwa sababu manabii wa Mungu wao. Kwa hiyo kwa kifupi, teknolojia hii sasa za artificial intelligence zinatumika vibaya katika kuharibu sifa ya Injili ya Kristo. Kwa hiyo ndio kazi kwa ambayo sisi kama viongozi upande wa serikali, lakini upande wa kanisa tunataka kushirikiana ili kuweza kuepukana nayo.
Nafikiri mmenielewa vizuri. Lakini pia nimalizie kwa kushukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeambiwa naye anatuchangia milioni 20. Tumpongeze Mheshimiwa Rais. Lakini pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambaye nawapenda na nawasalimia sana. Basi baada ya salamu hizo, naomba nirudie tena kukushukuru na kukaribisha sana.